ya Mheshimiwa Waziri wa Habari, Utamaduni, Utalii na Michezo, Mheshimiwa Alhaji Sheikh Said Ali Mbaruk, rafiki yangu wa zamani ambaye kwa kweli namkubali sana katika utendaji wake. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka niwapongeze Mheshimiwa Waziri pamoja na Mheshimiwa Naibu Waziri mama yetu Bi Hindi kwa usimamizi wa wizara hii muhimu kabisa kwa nchi yetu. Wamepewa mdomo wa serikali, lakini vile vile wamekabidhiwa nguzo kuu ya uchumi wetu ya utalii kwa hapa Zanzibar. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nilikuwa na mambo mengi, lakini nitazungumza machache ili kuokoa muda. Nilikuwa naanza moja kwa moja katika eneo ambalo limekuwa likiongelewa sana. Nitaanza ZBC pamoja, na napokusudia ZBC nakusudia radio na television. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi kwanza namuomba sana Mheshimiwa Waziri ajaribu sana kutupia macho vyombo vyetu hivi viwili. Sasa hivi ni shirika, na shirika letu hili kwanza ilikuwa ni idara tu ya serikali, tukapiga kelele sana hapa. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kusikia kilio chetu, kwa kuona vyombo vyetu hivi vinadumaa siku hadi siku, na tukapendekeza kwamba aliwe shirika alao waweze kupanga mipango ya kuweza kujitegemea na kuweza kutafuta fedha nje hata zile za bajeti ya serikali. Lakini bado naona taasisi zetu hizi zinaendelea kusuasua. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa naomba sana wenzetu tuliowakabidhi chombo hichi, naomba waache kusokotana. Sasa hivi hakuna maelewano baina ya mkurugenzi na naibu wake. Sasa kama wana tofauti zao, basi wafanye tofauti zao katika mambo yao binafsi, lakini katika majukumu ambayo tuliowakabidhi kama serikali na sisi kama wajumbe wa Baraza la Wawakilishi ndio tunawasimamia, basi tunawataka mara moja waache tofauti zao, wafanye kazi iliyowapeleka pale. Kama wameshindwa kazi, basi waseme kwa Mheshimiwa Waziri, ili Mheshimiwa Waziri amuombe Mheshimiwa Rais awatafutie shughuli nyingine ya kufanya. Tunasikitika sana tunaposikia kwamba kila siku kunaendelea kuwa na manunguniko katika chombo chetu hasa cha television, lakini vile vile na radio. Mheshimiwa Naibu Spika, bado maslahi ya watumishi wetu hayajakuwa mazuri, na kwa kweli wenzao ambao wanaoitwa mashirika maslahi yao kwa kweli yanakuwa mazuri, lakini sisi taasisi yetu bado maslahi yao kwa kweli sio mazuri. Nilikuwa naanza kwa upande wa television. Mheshimiwa Waziri, naomba sana kaa na watendaji wako hasa hawa wakuu. Kuna tatizo, kuna hearsay, na hii naomba uzungumze nao binafsi. Tunasikia pale kunafanyika mambo ambayo hayapaswi kufanyika katika ofisi za serikali. Sitaki niazungumze hapa. Mheshimiwa Waziri, naomba hiyo kazi ukaifanye wewe mwenyewe, na huyo mfanyaji ajirekebishe mara moja. Sisi tunategemea watumishi wetu wanapokuwa serikalini, kama wameruhusiwa na waume zao kwenda ofisini, basi waendelee kuheshimiwa. Watu wasitumie mamlaka yao kwa kuwadhalilisha kina mama wetu. Mheshimiwa, vile vile katika eneo hili kwa kweli juzi kulitokezea tukio sio zuri sana. Tulipokuwa tuko hapa barazani, hichi ni chombo cha wananchi, ndio mdomo wa wananchi, mdomo wa serikali, lakini ghafla tukaambiwa kuna transmitter ilichomolewa
ili matangazo ya Baraza la Wawakilishi yasisikike. Sisi hapa tunayoyasema yote, mtu halali akaota nyumbani kwake, tunaambiwa na wananchi wetu, na ndio maana tunakuwa tunayazungumzia hapa. Lakini vile vile nilikuwa nataka nizungumzie suala la fedha za matangazo. Mheshimiwa Waziri, naomba sana watendaji wako wa ZBC wajaribu kuchunga sana hizi fedha za matangazo. Kwa taarifa tulizokuwa nazo, haya mapato wakati mwingine hayafiki ndani ya mfuko wa taasisi. Sasa je, kama mapato yanaanza kuvuja mapema, ili shirika kwa kweli itakuwa na uhai hili? Lakini jengine, Mheshimiwa, kuna jambo nilikuwa nataka ukija uje tutolee maelezo kwamba hizi fedha ambazo zilitoka mfuko mkuu wa serikali, shilingi karibu zilitakiwa bilioni 8, nafikiri zilitoka bilioni 6, na nadhani mwaka huu mtatuomba tuwaruhusu nyingine. Tutaomba tujue yale matumizi yaliyokusudiwa yamefanyika vizuri, lakini je, na lile tatizo la kuondoka kwenye analog kwenda kwenye digital tumefikia hatua gani? Kwa sababu sasa hivi kumekuwa na malalamiko mengi, hasa kwa upande wa vingamuzi vyetu vya ZBC. Wananchi wanalalamika havifanyi kazi vizuri kama vile ambavyo walivyokuwa wanatarajia. Sasa labda kuna tatizo gani la kiufundi ambalo mpaka sasa hivi matangazo haya yanasuasua? Kwa sababu tulitegemea mtambo huu baada ya kutengenezwa wananchi wetu wangeweza kupata matangazo bila wasiwasi kwa Unguja na Pemba. Kwa hiyo nitakuja kuomba matumizi ya hizi fedha zilizotoka katika mfuko mkuu wa serikali, kwa sababu katika ile bajeti ya mwaka uliopita zilikuwa hamkuzipanga, lakini vile vile kama mnatutaka nyingine, basi hebu mtuambie hizi za mwanzo zimetumika vipi. Lakini vile vile, Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Waziri, nitaomba akija aje anipatie maelezo kuhusu swala la ule mnara wetu wa Bungi, kwa sababu mpaka sasa hivi bado tunaambiwa kuna nyumba hazijakuwa na umeme, lakini vile vile inaonyesha hata ule mradi wenyewe haujakamilika. Sasa hebu ukija Mheshimiwa Waziri, kwa sababu na kule vile vile kuna fedha nyingi zimetumika, tuje tupate maelezo kuhusu swala la mnara wa Bungi. Lakini vile vile, Mheshimiwa Naibu Spika, namuomba sana Mheshimiwa Waziri atakapokuja kutoa majumuisho, naomba vile vile aje anipe ufafanuzi kwa nini tumetumia fedha nyingi sana kwa mtambo wa medium wave, lakini hivi sasa hivi umekuwa kama una homa ya vipindi, wakati mwingine unapatikana, wakati mwingine unakuwa haupatikani. Sasa kama nilivyosema kwamba TV na radio ndio mdomo wa serikali, na vyombo hivi kwa kweli vinatakiwa watendaji wake wawe makini, lakini vile vile vinatakiwa vyombo hivi viwe vinafanya kazi masaa 24 bila matatizo yote. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kweli tunasikitika sana tunapoona vyombo vya habari binafsi vinafanya kazi vizuri kwa muda wote, lakini vyombo vyetu hivi vya serikali wakati mwingine vinakuwa vinasuasua. Sasa hili, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba sana Mheshimiwa Waziri ajaribu kuliangalia sana swala hili. Na nimejaribu kuangalia mfano kama wenzetu Iraki walikuwa na vita kwa muda mrefu, lakini televisheni ya Iraki ilikuwa inafanya kazi. Wakati mwingine mitambo inashambuliwa, ndani ya nusu saa, masaa mawili, matangazo yanakuwa yanatoka. Sasa chombo chetu hichi tuko katika amani na utulivu, lakini still bado kuna ukataji wa matangazo. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na muda naomba niende haraka, lakini vile vile katika program za vipindi, wenzangu sana wamezungumza masuala ya utamaduni na mambo mengine. Mheshimiwa Bipanya amesema yeye wakati mwingine usiku anampigia simu Mheshimiwa Waziri anapoona ZBC inaonyesha matukio ya ajabu. Sasa mimi kuna kipindi nilikuwa nakifuatilia sana, kile kipindi cha watoto kile, kuna vijana wamejitolea, kuna kipindi walikuwa nakiita usiweze kama hivi. Kwa kweli kipindi kile kilikuwa kinawakushanya vijana wetu wanafunzi, na kwa kweli kwa kwamba kipindi kile kilikuwa kina program ambayo inatoa uelewa na elimu. Watoto wengi utakuta walikuwa kipindi kile wanakuwa
hawakikosi. Hata na sisi wazee wao tunakuwa tunavutiwa, tunakaa nao kwenye TV, tunakuwa tunaangalia. Sasa kipindi hichi mimi hapa katikati nilipokuwa sikioni, nikajaribu kumtafuta yule muhusika, nikamwambia vipi, mbona hichi kipindi mmekikatisha? Akanambia tumeambiwa kipindi hichi tukilipie karibu 2,2,800,000 kwa mwezi. Sasa kweli tumeanzisha shirika, lakini hichi kipindi sio kipindi cha biashara, hichi ni kipindi cha kutoa elimu. Na hichi chombo chetu kilipoanzishwa, mwanzo kulikuwa kuna matangazo, ilikuwa siku zile sisi wadogo, inaimbwa ile nyimbo uhuru ni wetu, wanakuja pale machale wawili watoto, wale sio machale ni watoto. Sasa sisi wenyewe kipindi hicho tuko watoto, tulikuwa tunafurahia kwamba kipindi cha watoto kimekuwa kimemaliza, tunakwenda zetu kulala. Kwa hiyo ilikuwa inaandikwa elimu kwa television. Kwa hiyo TV yetu ilikuwa ni elimu. Sasa hivi imekuwa na burudani kubwa zaidi na biashara zaidi, lakini bado naomba ule msingi wa kuanzishwa vyombo hivi vya elimu, basi naomba uendelee. Sasa nilikuwa naomba Mheshimiwa Naibu Spika, namuomba sana Mheshimiwa Waziri, kwa kuwa kipindi hichi sio cha kibiashara, basi naomba wale vijana muwaruhusu na labda muwasaidie kutafuta wadhamini ili kipindi kile kiweze kuendelea. Lakini kwa kweli kuondoka kwa kipindi kile, kwa kweli sisi wazazi tumesikitika sana. Lakini chengine nilikuwa naomba sana, naomba ZBC na TV, kwa sababu sasa hivi ni shirika, mumtafute mtaalamu wa marketing ili aweze kufuatilia. Unajua hivi vyombo vyetu hivi, wasisubiri tu matangazo wapelekewe pale ofisini, wahangaike. Marketing manager anatakiwa anaondoka na kwenda wizara mbalimbali. Kila wizara wana mambo yao mengi wanataka kutangaziwa. Mnaweza mkenda mkapatana, wakatoa advance, pengine ndani ya mwaka mzima akakupeni advance, kwanza mkaanza kuwatangazia matangazo yao, lakini kwa kusema kukaa tu ofisini kwa kusubiri matangazo, kwa kweli vyombo binafsi kwa kweli watakupigeni bao sana. Sasa hili nilikuwa naomba sana Mheshimiwa Waziri na watendaji wako wananisikia, wajaribu kubadilika ili hii ZBC kwa kweli iwe na hadhi. Lakini jingine, mwaka jana nilizungumzia kadhia ya uajiri, na kushukuru sana Mheshimiwa Waziri ulilisimamia, ingawa ajira bado, lakini bado naendelea kusisitiza kwamba itakapotokezea ajira basi muangalie wale vijana waliojitolea pale kwa muda mrefu sana, musije mukawaacha. Lakini vile vile Mheshimiwa, katika upande hawa watangazaji, sisi kwa bahati huwa tunafanya mazungumzo na waandishi mbalimbali. Kuna mwandishi mmoja alikuja Dodoma kule, mwandishi mashuhuri sana, sitaki nimtaje jina, lakini alikuja Dodoma akatuhoji kuhusu bunge la katiba na mambo mengine. Mimi nikajaribu kumuuliza, mbona wewe unakuwa mtundu sana, unatufuata mpaka huku? Akasema mimi ndio professional yangu hii, nimekuja huku na jaribu kusikiliza maoni, kwa sababu Zanzibar watu wanasikia mambo mengi. Kwa hiyo ametuhoji sana. Lakini vile vile hapa anaandaa vipindi mazungumzo baada ya habari, siku za Jumamosi zile anaandaa vipindi asubuhi, anawaita wakurugenzi, watendaji mbalimbali wa serikali. Kwa hiyo watu wengi wenye akili zao timamu, basi kile kipindi cha asubuhi siku ya Jumamosi wanakisikiliza, kwa sababu wanapata utendaji wa serikali, matatizo mbalimbali, wanakuwa na wananchi wanapiga simu vile vile. Hata mimi mwenyewe pamoja kwamba si mtendaji wa serikali, lakini nimeshawahi kuitwa karibu mara 3 pale, na kwenda pale na hojiwa, wananchi wanapiga simu. Kwa kweli ni kipindi kizuri sana. Lakini vile vile mtangazaji huyu hata zile taarifa habari za Kiingereza kwa muda mrefu alikuwa akisoma yeye, sasa hivi kuna wengine wameongezwa na yule dada mwingine pale alioingiza, lakini kwa kweli ni mbunifu sana. Lakini sasa mambo mengine yanakuwa siri, lakini kwa kuwa sisi ni wasemaji wananchi, mjaribu kumuuliza, hebu tuambie maslahi yako yako vipi? Kwa kweli Mheshimiwa Naibu Spika, ni aibu hata kusema mtu amefanya kazi zaidi ya miaka 31 sasa hivi, mshahara wake ni wa kima cha chini kabisa, pamoja na jitihada zote. Hivi karibuni nilisikia kuna vijana wanasifua sana, kama mfano ule kijana wetu aliyekuwa Dar es Salaam, Juma Manga nini, alizungumzwa sana. Lakini kijana mdogo wa juzi anafanya kazi nzuri, lakini yeye kazi yake kubwa ilikuwa kututangazia magazeti na mambo mengi. Lakini kuna hao wengine ambao washafanya kazi muda mrefu na wabunifu, na vipindi vyao kwa kweli vinakubalika sana. Mheshimiwa Waziri, nilikuwa naomba sana, tunajua mna skimu yenu, tunaomba sana mjaribu kuangalia na hawa wenzetu ili wasije wakatukimbia na wao. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niende haraka. Wizara hii na mambo mengi, nilikuwa najaribu kuzungumzia tamasha la utamaduni la Zanzibar. Mheshimiwa, tamasha hili tumeanza kulikosa kwa muda mrefu.
na tumelikosa kwa sababu ule mwezi wake unakuwa unaingiliana na mwezi wa Ramadhani. Lakini tamasha lile, Mheshimiwa Naibu Spika, linaitangaza Zanzibar sana, linatangaza mpaka sekta yetu ya utalii, na wananchi wanapata nafasi ya kuonyesha utamaduni wao. Kwa kweli sasa hivi zaidi ya miaka mitatu tamasha hili limekatika kwa sababu linaingiliana na mwezi wa Ramadhani. Sasa mimi nilikuwa naomba tamasha hili lisiangaliwe lazima liwe katika mwezi fulani. Kama mwezi wa Ramadhani, aidha tulisogeze nyuma au tulisogeze mbele, ili wale wananchi wetu wenye kazi za utamaduni, wenye mambo ya utamaduni yaweze kuendelea. Kwa kweli tunasikitika sana tamasha hili kwamba limesita kwa muda mrefu. Tunamuomba Mheshimiwa Waziri, na Mheshimiwa Waziri wetu tunashukuru msikivu, naamini ataweza kulifanyia kazi swala hili. Lakini vile vile Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Waziri, naomba sana awasiliane na Mheshimiwa Waziri wa Elimu. Zamani sisi tulikuwa tukisoma shuleni, kuna maneno ya hekima ya viongozi wetu unakuta katika bodi mule. Sijui yani unaambiwa kitu kidogo, si tugawane kidogo kidogo, bora kuwa na kitu kidogo tugawane kidogo kidogo, kulikuwa na kingi tukaanza kugombea. Kwa misamiati kama ile ya viongozi wetu sasa hivi imeanza kupotea. Sasa nilikuwa naomba ile misamiati, naamini walimu bado hapo wakongwe, Mheshimiwa, kwa sababu wewe ndio unolinda utamaduni, shirikiana na Mheshimiwa Waziri wa Elimu ili kuyarejesha hayo. Lakini vile vile Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu swala la utalii, Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nilikuwa nataka nianze hii hoteli ya Bwawani. Mimi sasa hivi ile interest ya kusema kwamba hoteli ya Bwawani iboreshwe na vitu vingine, kwa kweli naona ndani ya akili yangu sasa hivi imeshaanza kunitoka. Kila ninavyoangalia uchumi wa Zanzibar hapo mbele tunategemea utafunguka kwa kasi sana, na tatizo Zanzibar sasa hivi kwa fikra zangu mimi, pengine baadaye huko wataalamu wanaweza wakaja wakaliona kwa mbali, nilikuwa nahisi eneo lile sasa hivi kwa kuweko hiyo hoteli ya Bwawani naona ni limeshapitwa na wakati. Mimi fikra zangu zaidi kutokana na udogo wa bandari yetu, juzi nilipendekeza yale mabanda ya kule ndani ya bandari yavunjwe ili yawekwe makontena, lakini lile eneo la Bwawani kwa kweli hapa mbele ya barabara pakajengwa ukuta ili yale makontena yasionyeshwe waziwazi, lile eneo lote likafukiwa ikawa kontena yard. Hivi karibuni tumesikia serikali inataka kutafuta eneo huku teremsha makontena yale yakawa yako mbali masafa marefu. Kwanza serikali itakula hasara kwa mafuta kutoa makontena bandarini mpaka Kisauni, lakini pale ni pahala karibu sana. Kwa hiyo hata meli kama imekuja inachukua muda mfupi kuweza kurejesha pale makontena matupu, lakini vile vile na yale makontena yenye bidhaa yakaweza kutolewa pale. Kwa hiyo pamoja, Mheshimiwa Waziri, una mipango yako ya wizara yako, lakini mimi kwa mtazamo wangu, na Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais yupo hapa, kwa kweli nilikuwa naona lile eneo la hoteli ya Bwawani sehemu ile tukaifanya kontena yadi, ili kwa kweli kwa kutegemea uchumi wetu hapo Zanzibar utafunguka. Lakini jingine, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa wizara hii inashughulikia bila burudani, kwa kweli inafika pahala unaweza ukasinzia. Kwa hiyo nilikuwa naomba sana, wenzangu wamezungumza swala la mrahaba, na mimi nilikuwa nataka nilitilie nguvu ili wasanii wetu zile kazi ambazo wanazozifanya kwa kweli ziweze kuwa na tija. Lakini jingine, Mheshimiwa Naibu Spika, juzi dakika 5 haya. Juzi Mheshimiwa Naibu Spika, nilipokuwa nimezungumzia wizara inahusiana masuala ya kazi, nilizungumzia ajira zile, sio ajira rasmi, lakini zile ajira za upakaji wa hina watalii katika mahoteli. Mheshimiwa, eneo hili ni eneo la utamaduni, na kama tunatangaza utamaduni wetu, Mheshimiwa Naibu Spika, utiaji wa hina Zanzibar ni sehemu ya utamaduni wetu. Utiaji wa wanja wanawake wa Zanzibar ni sehemu ya utamaduni wetu. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, na wanja inayotoa na Wazanzibari, Mheshimiwa Waziri, wewe mwenyewe unaijua. Kwa kweli inakuwa wanja yani ukitizama tu basi wewe mwenyewe unakuwa lile jicho lazima litarudi. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, ajira hii sasa hivi katika mahoteli yetu imekuwa inachukuliwa na wageni katika kitu ambacho sikipendi.
Hizi ndio ajira ambazo Wazanzibari wana utaalamu nazo. Kwanza ni utamaduni, lakini wana utaalamu nazo. Sasa naomba sana Mheshimiwa, naomba uwasiliane na Mheshimiwa Waziri wa Kazi ili mshirikiane katika hoteli zote, kila zile sehemu ambazo wenye kutia wanja na hina maeneo yale, kama kuna wageni waondoke, kwa sababu zile ajira ambazo Wazanzibari wenyewe wanaziweza. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka niende kwa haraka ili nimalizie. Kwa kweli suala la utalii, Mheshimiwa Waziri, juzi ulituita katika semina yako, tumeanza kuona mipango yako ni mizuri, tunakuomba sana. Na ile think tank yako ile, kwa kweli tunaomba sana iwe ile think tank ya kitaifa. Isiwe Mheshimiwa Waziri unaanzisha jambo alafu baadaye inakuja mabadiliko. Kwa kweli utalii wetu tumeshauona kwamba sasa hivi wale watalii waliokuwa wamekuja mwanzo wanakuwa hawavutiwi tena kuja tena, kwa sababu yale vile vitu vinavyovutia Zanzibar vinakuwa ndio vile. Juzi ulituonyesha mpango ambao unataka kutangaza kuongeza vivutio vya utalii. Kwa kweli mpango ule, Mheshimiwa Waziri, sisi tunakusapoti sana na tunaomba mpango ule uendelee. Lakini kubwa zaidi katika swala la usalama, kwa sababu tunawaita watalii ili waje, swala la usalama, mwenzangu Mheshimiwa Jussa kalizungumza vizuri sana swala la CCTV kamera, na hapa mmesema mna mradi wa kuanzisha kituo cha taarifa cha usalama cha utalii. Sasa naomba katika mradi ule mmetenga karibu milioni 100 nafikiri kama sikose. Pesa zile ni kidogo, na kwa kweli kama tungelikuwa tunaweza kutafuta fungu eneo jingine katika wizara nyingine, eneo lile kwa kweli tungeliomba likatiliwa fedha nyingi, ili sasa katika yale maeneo muhimu katika utalii, katika junction zile, katika maeneo ya utalii tuweze kufunga CCTV kamera. Kama juzi tulikuwa nao wale wenzetu wa Huawei kutoka China ambao wako ofisi yao Dar es Salaam. Mheshimiwa Waziri, naomba uwafate, zungumza nao. Kukopa si aibu, na hasa kuwakopa wa China si aibu zaidi. Basi tuwakope ili watufungie hizi kwa kuweza kupata usalama wa watalii wetu, lakini vile na sisi wenyewe. Na sisi, Mheshimiwa Naibu Spika, hivi juzi limetokezea tukio, na naomba Wazanzibari sote tulilani tukio lile. Tukio la mwanzo kabisa lililotokea darajani la bomu. Vibomu vya hapa vilikuwa vile vya chupa, sijui kati ya utambi, lakini lile la juzi wataalamu wanasema ni bomu la kutengenezwa kiwandani. Ni suala kwa kweli la kusikitisha sana, na ni suala kila mmoja anatakiwa alilani. Na namuomba Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais atakapokuja kufunga baraza hili alani kwa kauli kubwa sana tukio lile, na tunaomba yoyote atakayekutwa na kadhia ile basi kwa kweli achukuliwe hatua kali za kisheria. Wale ndo maadui wa Zanzibar, ndo maadui wa uchumi wa Zanzibar. Leo kama mabomu yanaanza kuruka pale, leo nafikiri wageni wetu watafutiwa kuja hapo. Kwa kweli Mheshimiwa Naibu Spika, swala lile kwa kweli limesikitisha sana, na ndio maana tukasema hizi CCTV kamera zikifungwa zitaweza kusaidia wale ambao waliofanya matukio, walipitia wapi, walitokea wapi, ili kuweza kupambana na vitendo kama hivi. Malizia. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa kuniambia nimalizie, lakini vile katika masuala ya michezo ZFA kwa kweli hakuko salama. La mwisho kabisa, naomba Mheshimiwa Waziri, naomba hili ulisimamie. Ufanyike mkutano mkuu wa wadau wa kitaifa wa michezo ili kuangalia katiba ya ZFA iko vizuri, kama haiko vizuri rekebishwe, ili turejeshe kwa kweli historia ya michezo ya Zanzibar. Nimekuja na kitabu lakini muda sina. Hichi kitabu amekiandika ndugu yetu Ali Shabani, imekiandika historia ya Mzee Karume. Kwa kweli imeonyesha humu Mzee Karume jinsi gani alivyokuwa anashiriki katika kuhamasisha michezo kwa upande wa wanafunzi, lakini vile na wajumbe wa Baraza la Mapinduzi. Nimemwona hapa, mimi nilikuwa Mzee Abdurahmani Makungu nilikuwa simjui, babake mheshimiwa mwenzetu ndio nimemwona hapa. Na kitabu hichi naomba waheshimiwa mkitafute kitabu hichi cha historia ya Mzee Karume mwaka 1905 mpaka 1972. Kwa kweli mna historia kubwa, mna mpaka wale watawala wa Zanzibar, wake zao na mambo mengi ambayo ya Zanzibar. Kwa kweli muda sina, ngelikisoma hapa, kwa kweli nyote mngelivutiwa. Baada hayo machache, Mheshimiwa Naibu Spika, nitaunga mkono bajeti hii, lakini zaidi baada ya kupata maelezo ya kutosha katika yale maeneo matatu makubwa, hasa yale matumizi ya fedha makubwa ambayo impact yake kwa kweli tunaona bado haifanyi kazi sana. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru. Asante sana. Nafasi tunampa, tusirejee, tupate muda watatu, muda uliobakia. Mheshimiwa
Hassan Hamad Omar, Mheshimiwa Hussein Ibrahim na mwisho Mheshimiwa Salim Abdalla Hamad.